Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninayesema nawe katika wakati huu na majira haya, ninaitwa mchungaji Hannington Kabuta wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, usharika wa Dar es Salaam Pentecostal Assembly, kanisa zuri sana lililoko ndani ya jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, maeneo ya Goba. Nimekuja kwako kusema nawe mimi pamoja na mke wangu Loveness. Nimeoa. Mke wangu anaitwa Loveness na Bwana ametubariki kwa watoto kadhaa. Mungu akubariki sana. Mara kwa mara nimekuwa nikisema nawe kupitia channel yetu nzuri ya NYTV, na mara nyingi nimekuwa nikikujia wewe siku ya Ijumaa kwa mfululizo wa masomo kadhaa. Awamu iliyopita nilikufundisha na nilisema nawe kwa habari ya matendo ya huruma au kuwajali na kuwahudumia wahitaji. Nikasema nawe juu ya faida za kufanya hivyo. Lakini katika kipindi hiki cha leo, ninaanza mfululizo wa vipindi kama 5 au 6 vinavyohusiana na karama 9 za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo niruhusu katika kipindi hiki cha kwanza nitazungumza na wewe juu ya utangulizi mzuri. Nitaweka msingi mzuri juu ya karama hizi 9 za Roho Mtakatifu. Kipindi cha pili nitakuletea karama 3 za kwanza, zile za ufunuo. Kipindi cha tatu nitakuletea karama 3 zingine zinazohusiana na karama za madhihirisho au za nguvu, na kipindi kingine nitazungumza juu ya karama 3 za usemi. Baada ya hapo nitaendelea kusema na wewe juu ya mfululizo wa somo hili zuri ambalo Roho Mtakatifu ameliweka ndani ya moyo wangu kwa ajili yako. Ninaitwa mchungaji Kabuta wa kanisa la TAG lililoko Dar es Salaam, maeneo ya Goba. Mimi ninakukaribisha sana hapa kanisani kwetu Goba kwa ajili ya mafundisho, kwa ajili ya kusifu na kuabudu, kwa ajili ya maombi na maombezi na ibada mbalimbali zinazofanyika hapa kanisani. Na namba yangu ya simu inapita hapo chini. Ukiwa una uhitaji wowote, tafadhali usisite kuwasiliana nami, na Mungu akubariki sana. Lakini zaidi ya yote, usisahau kusubscribe na kufollow channel yetu nzuri ya NYTV. Hii ni TV nzuri sana hapa mjini ambayo itakujuza mambo mbalimbali yanayohusiana na roho yako na maisha yako kwa ujumla, na Mungu akubariki sana. Tayari tumeshaomba na sasa ninataka niende kwenye kipindi changu cha kwanza moja kwa moja, ambacho yamkini kitachukua kama dakika 30, ambapo nitakuletea mambo ya msingi na mambo ya awali kuhusiana na karama 9 za Roho Mtakatifu. Na unaweza ukajiuliza, neno karama ni neno pana na karama za Roho Mtakatifu ni nyingi sana. Je, mchungaji Kabuta, kwenye kipindi hiki cha kwanza unazungumzia karama zipi? Kwa sababu tunafahamu ya kwamba kuna zile huduma kuu 5: habari ya mitume, manabii, wainjilisti, waalimu na wachungaji, sawasawa na Waefeso sura 4 mstari wa 11. Je, unazungumzia hizo? Jibu langu ni hapana. Katika kipindi hiki na mfululizo wa masomo haya sitazungumzia hizi huduma kuu 5, the fivefold ministries, bali nitazungumzia karama 9 za Roho Mtakatifu kwa mujibu wa Wakorinto wa kwanza sura ile ya 12, hususan kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 11. Na wala sitazungumzia huduma zile zingine kama huduma ya uimbaji, huduma ya maombi na maombezi, huduma ya utoaji, huduma ya maongozi, huduma zingine ambazo watu mbalimbali wanazo, mbali na zile huduma kuu 5. Kwa hiyo katika kipindi hiki sitazungumzia huduma zile kuu 5 wala hizi huduma zinginezo, bali ninajikita katika karama 9. Karama zile kama neno la hekima, neno la maarifa na kupambanua roho, kundi la kwanza. Karama kama vile karama ya imani, matendo ya miujiza na karama za uponyaji, kundi la pili. Lakini karama kama vile aina za lugha, kutafsiri lugha pamoja na unabii,
Hizi ndizo karama 9 ambazo nitazizungumzia katika kipindi hiki, na ninaamini mafundisho haya yatabariki maisha yako, yatabariki huduma yako, yatabariki kiroho chako, yatabariki Ukristo wako na utumishi wako kwa ujumla. Haijalishi wewe ni nani katika mwili wa Kristo, hata kama ni shemasi tu, bado Mungu ana mpango na wewe katika jina la Yesu. Hata kama ni kiongozi wa idara, yawezekana unajiona hauna nafasi katika mwili wa Kristo. Neno jema ni kwamba Mungu ana mpango na wewe na anataka akakutumie katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni mchungaji msaidizi au mchungaji kiongozi, haijalishi wewe ni askofu au ni nani, maada ni mtu ambaye umeokoka, umemkiri Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unahitaji kusikiliza mafundisho haya. Hebu kaa chini, chukua daftari lako, chukua kalamu yako, upate kufuatana nami. Ninaamini tutakaposoma mistari pamoja, kuna kitu cha tofauti kitazaliwa ndani yako. Kama unanielewa na unaamini katika hili, hebu sema tena amen. Asante sana na Mungu akubariki sana. Ninaomba pia nitangaze ya kwamba mimi ni mchungaji wa kanisa la mahali pamoja, ndio, lakini pia ni mwalimu. Ni mwalimu kwa maana mbili. Ya kwanza, mwalimu kwa wito. Mungu ameweka huduma ya ualimu ndani yangu. Ninapenda kufundisha, lakini pia nina mafanikio katika kufundisha. Mungu ameweka mzigo wa kufundisha neno lake ndani yangu. Nina mzigo, I have that call, I have that passion. Kwa hiyo nina mzigo ndani yangu, nina wito ndani yangu, nina hamasa ndani yangu ya kimungu ya kufundisha. Kwa hiyo kufundisha kwangu ni wito kutoka kwa Mungu, ameniruzuku hivyo. Lakini pia kufundisha au walimu ni taaluma. Shahada yangu ya kwanza ya chuo kikuu cha Dar es Salaam nilisoma ualimu, na mpaka dakika hii mimi ni mwadhiri wa chuo kikuu huria cha Tanzania, moja ya taasisi ya serikali. Nimekuwa mwalimu wa VETA mpaka mwaka 2010. Baada ya pale nimekuwa mwalimu wa sekondari mpaka mwaka 2015, na mpaka dakika hii ni mchungaji, lakini ni mtumishi wa umma, mwadhiri wa chuo kikuu huria cha Tanzania ndani ya the Faculty of Education. Nimeona niyaseme haya ili uelewe ni nani anayesema nawe, ili uelewe mzigo nilionao, wito nilionao, lakini ni mbobezi wa taaluma hii ya ufundishaji. Shahada zangu 4 zote nimezisoma kwa ajili ya kuleta uelewa kwenye maisha ya watu. Tulia hapo hapo ulipo. Mungu amenipa neema ya kusema na wewe. Na wewe kama ni mchungaji, na wewe kama ni mwalimu, na wewe kama ni askofu, nina haja na wewe sana. Naomba ufuatane nami. Kumbuka tu anayesema na wewe pia ni mwadhiri wa vyuo vya Biblia pia. Nimekuwa nikifundisha vyuo vya kupanda makanisa vya Tanzania Assemblies of God. Nimekuwa nikifundisha vyuo vya Biblia certificate, diploma na degrees kwa vyuo mbalimbali vya Kipentekoste, na hata chuo chetu kizuri cha Tanzania Assemblies of God, the Global University. Twende pamoja nami, kuna kitu cha tofauti kitazaliwa ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Sema tena amen. Sasa basi, katika kipindi hiki ambacho nazungumza juu ya karama za Roho Mtakatifu, karama 9 za Roho Mtakatifu, katika awamu hii ya leo naweka tu msingi wa somo langu. Nataka Mungu akayabadilishe maisha yako. Nitazungumza juu ya utangulizi wangu wa somo. Jambo la pili, nitakueleza lengo la somo langu. Jambo la tatu, nitazungumza umuhimu wa karama za Roho Mtakatifu. Jambo la 4, nitaeleza maana ya karama za Roho Mtakatifu, na jambo la 5, mafafanuzi ya karama za Roho Mtakatifu, ambapo ndiyo nitagusa karama moja moja kati ya zile 9. Andiko letu la msingi ni Wakorintho wa kwanza sura ya 12 yote. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12. Kama hutajali, naomba chukua Biblia yako ili tuweze kusoma maandiko haya pamoja. Ujumbe wangu ni ujumbe wa mada. Nitakuwa nasoma huku na kule
ili kujaribu kutetea hoja katika fundisho ninalokuletea. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Nitaenda mstari wa 4, Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 4. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Kisha nitaruka paka mstari ule wa 7. Biblia inasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Lakini kila mmoja hupewa karama ya Roho Mtakatifu kwa kufaidiana, for the common good, kwa manufaa ya umma. Mstari wa 8 paka ule wa 11, lakini mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Mstari wa 11, mpendwa mtazamaji wangu, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 31 nasema, takeni sana karama zilizokuu, hata hivyo na waonesha njia iliyo bora. Pendwa mtazamaji wangu wa kipindi hiki kizuri kinachokujia kupitia NYTV, neno la Bwana linazungumza kwa habari ya karama za Roho Mtakatifu. Na ni vyema leo katika kipindi hiki cha kwanza ni kueleze muktadha mzima wa kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza, kitabu ambacho kina sura kama 16. Kitabu hiki kimeandikwa na Roho Mtakatifu akimtumia mtumishi wake anaitwa Mtume Paulo. Paulo alikuwa mhubiri wa Injili katika karne ile ya kwanza, ambapo alifanya kazi njema sana, na Mungu alimtumia kupeleka Injili katika maeneo mbalimbali. Historia inatuambia ya kwamba Paulo mtume alienda katika mji wa Korintho ule mwaka wa 50 baada ya Kristo. Yaani leo ni 2025, unarudi mwaka wa 1000, unarudi mwaka wa 500, unarudi mwaka wa 300, unarudi mwaka wa 200, unarudi mwaka wa 100, unarudi mwaka wa 50. Kwa hiyo 50 kama 50, Paulo alienda katika mji ule wa Korintho, akafika akahubiri habari njema kwa miaka kama 2 pale, na watu wengi wakaokoka katika mji ule, wakamfuata Kristo. Ulipofika mwaka wa kama 52, akaondoka kwenda katika mji mwingine wa Efeso kwenda kupeleka Injili. Alipoondoka huku nyuma, kukaibuka matatizo kadha wa kadha kwa wale watoto wake wa kiroho ambao walikuwa wameokoka kufuatana na huduma yake. Na baadhi ya matatizo yaliyowakabili watu wa Korintho, tatizo la kwanza lililowakabili ulikuwa ni mgawanyiko wao kwa wao. Alipohubiri Paulo, walifika watu wakasema sisi ni wa Paulo. Alipoondoka akaja mtumishi wa Bwana anaitwa Petro, akawahubiri na kuwaambia yeye alikula na kunywa na Kristo Yesu. Wale watu wakamweka Paulo pembeni, wengine wakasema sisi ni wa Petro. Wengine wakaja wakaambatana na Apolo baadaye, kijana aliye graduate kutoka chuo cha Biblia, aliyekuwa na uwezo mzuri sana wa kuhubiri. Kwa hiyo kukawa kuna makundi matatu ndani ya kanisa. Hawa wanasema sisi ni wa Paulo, hawa wanasema sisi ni wa Petro, hawa wanasema sisi ni wa Apolo, wengine wanasema sisi ni wa Kristo. Kwa hiyo tatizo la kwanza katikati yao lilikuwa ni migawanyiko kufuatana na watu waliowahudumu. Na haya mambo yako mpaka na leo. Naomba nikwambie ya kwamba
Kristo Yesu hana kanisa lililogawanyika. Wote tumekombolewa kwa damu yake ya thamani. Tatizo la pili lililowakabili ilikuwa ni zinaa ndani ya kanisa. Watu walitembea na watu nje ya ndoa zao. Uasherati na zinaa vilikithiri kanisani, na wale wahusika wala wakuchukuliwa hatua ya kinidhamu. Hilo likawa ni tatizo la pili lililowakabili kanisa la Korinto, katika kutokuwepo kwa baba yao wa kiroho Mtume Paulo. Amewahubiria, kakaa nao miaka miwili, na sasa ameondoka, na nyuma yameibuka matatizo kadha wa kadha. Tatizo la tatu lililowakabili Wakristo wa Korinto lilikuwa ni tatizo la kimaadili na kudaiana. Huyu anakopa kwa huyu, halafu hawarudishiani, kisha wanaanza kushtakiana na kulichafua kanisa. Na wakati ule mahakama za nyakati zile zilikuwa zinawekwa sokoni au mahali kwenye watu wengi, na wanapaua tu juu, pembeni panakuwa hapana ukuta. Kwa hiyo raia mbalimbali wanaweza kuona vitu vinavyoendelea. Wanamona kaka John anamshtaki Mathayo, wanamona dada Mariam anamshtaki dada Ana. Matokeo yake nakuwa ni Wakristo wanashtakiana wao kwa wao. Hakuna hali ya utulivu ndani ya kanisa, wanalichafua kanisa la Kristo. Hawa watu walioitwa wa Korinto walipatwa na changamoto mbalimbali katika kutokuwepo kwa baba yao. Kwanza, migawanyiko; mbili, dhinaa na uasherati kanisani; tatu, walikuwa na tatizo la kudaiana na kushtakiana ovyo. Lakini walikuwa na tatizo lingine la swala la fundisho la ufufuo, ya kwamba hivi nini kitatokea tukifa kabla Yesu ajaja. Walikuwa na tatizo ya fundisho hilo. Ndipo Paulo anakuja kuandika kulinyosha katika sura ile ya 15. Hawa wa Korinto walikuwa na changamoto nyingi. Pendwa mtazamaji wangu, tatizo lao lingine lilikuwa ni swala la meza ya Bwana. Walikuwa wanashiriki meza ya Bwana kwa kushindana, na ndiyo maana Paulo anaandika kuwarekebisha. Wa Korinto walikuwa wamejaa neema ya Roho, lakini walikuwa na tatizo lingine tena, tatizo la matumizi mabaya ya vipawa na karama za Roho Mtakatifu, kama ilivyokaa ndani ya kanisa la siku ya leo. Ninayesema na wewe ni mchungaji Kabuta. Nazungumza habari ya karama za Roho kwenye maisha yako. Natamani Bwana akafanya jambo jipya kwako katika jina la Yesu Kristo. Kama unanielewa, sema tena amina. Maandiko yanaonyesha ya kwamba hawa wa Korinto walikuwa na changamoto nyingi. Walihubiriwa na Paulo, wakaokoka, wakakaa na baba yao kwa miaka miwili. Alipoondoka akawasimikia mchungaji mwingine. Alipoondoka kwenda mbali, ndani ya miaka miwili mitatu zikaibuka fujo kwa habari ya meza ya Bwana, kwa habari ya mashindano na matumizi mabaya ya karama, kwa habari ya zinaa na uasherati ndani ya kanisa, kwa habari ya kudaiana na kushtakiana ovyo, kwa habari ya makundi na migawanyiko, kwa habari ya ndoa, tatizo la ndoa, tatizo la talaka. Wakawa na changamoto za ndoa. Sasa wakaanza kutatua matatizo yao chini ya uongozi walio nao. Wakafika mahali wamekwama, wakaona wana uhitaji wa kiongozi wao mkuu, yaani Mtume Paulo, kuwasaidia. Lakini Paulo yuko mbali, wakati ule hakukuwa na simu. Wakalazimika kuandika barua, wakaituma barua ile kwa Mtume Paulo ili awasaidie kusoma na kuandika barua ya majibu. Neno waraka maana yake ni barua. Neno waraka maana yake ni barua iliyoandikwa kwa lengo mahususi. Na lengo la waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto ulikuwa ni waraka wa utatuzi wa matatizo ndani ya kanisa lake. Kwa tunaposoma waraka wa Mtume Paulo kwa matatizo kwa Wakorinto, ni waraka wa utatuzi wa matatizo. Ni matatizo ya kanisa na ufumbuzi wake. Humu ndani tunaona kila changamoto inaelezwa iliyowakabili watu wale, lakini na utatuzi wake.
Changamoto hizi ambazo Wakorintho walipitia ziko kwetu mpaka na leo. Na mimi natamani wewe mchungaji, wewe askofu, wewe mtume, wewe nabii, wewe mwalimu, wewe shemasi, wewe mshirika, ya kwa nafasi yoyote ulio nayo, somo hili lilete majibu chanya kwenye maisha ya kanisa katika siku ya leo. Na muamini Mungu aliyenipa neema hii ya kusema na wewe, anaenda kulitengeneza kanisa lake na kuleta nafasi mpya tena ya utumishi. Kama unanielewa, sema tena amina. Haleluya. Na sasa katika Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12 kuna mambo kadha wa kadha ambayo nataka niyaweke kwenye kipindi hiki cha kwanza, ambacho kinazungumza habari ya kuweka msingi kwa fundisho tulilo nalo. Wakorintho ni kitabu ambacho kiliandikwa na mtume Paulo kutatua matatizo ambayo yaliwakabili hawa watu kwa nyakati zao. Walijaa Roho Mtakatifu, wana neema kubwa na vipawa. Tatizo ni matumizi yake. Yawezekana na wewe umejaa vipawa na karama mbalimbali, lakini unatamani kujua namna ya kuvitumia vizuri. Wewe una neema, uliyepata neema ya kukaa na kufuatana nami katika kipindi hiki kizuri, na wewe ni mtu wa thamani sana. Mungu akubariki. Endelea kufuatana nami katika jina la Yesu. Na Mungu anaweka kitu ndani yako. Hivi ninapozungumza na wewe, kuna hali fulani unaisikia ndani ya moyo wako. Huyo ni Roho Mtakatifu anaendelea kupandikiza ndani yako vipawa vyema kwa ajili ya utumishi mwema ulionao. Kuna vitu vya tofauti vinachipuka ndani yako, vinazaliwa ndani yako, na mimi nasema utumishi wako hautabaki kama ulivyo katika jina la Yesu Kristo. Sema tena amen. Mungu anapenda kuzifahamu karama zake ambazo ameziweka. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12 ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Maana yake nini? Maana yake nini? Mungu anapenda wewe uzifahamu karama hizi 9 za Roho Mtakatifu. Ufahamu wetu juu ya karama za Roho Mtakatifu hufungua mlango mpana wa karama hizi kutenda kazi katika maisha yetu na katika utumishi tulio nao. Ninapenda uelewe ya kwamba ni mapenzi ya Mungu wewe kuzifahamu karama hizi tulizo nazo kupitia Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12. Anasema sitaki mkose kufahamu. I don't want you to be ignorant. Sitaki muwe wajinga. Sitaki muwe katika hali ya kutokuelewa mambo haya. Manake kwa lugha nyingine kinyume chake, Mungu anataka tuwe na uelewa mzuri juu ya vipawa, huduma na karama za Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Na kama unanielewa sema tena amen. Na kama unanielewa sema tena amen. Lakini jambo hili pia tuelewe kwamba uelewa sahihi juu ya karama za Roho Mtakatifu pamoja na kiu ya utendaji kazi wa karama hizi husababisha karama hizi ziwe halisi zaidi kwenye maisha yetu. Ninaamini baada ya mahubiri haya utaanza kuona madhihirisho yasiyokuwa ya kawaida kwenye maisha yako, na Mungu atafanya kitu. Mungu ana karama kwa ajili yako wewe unayenisikiliza. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 ule mstari wa 7 ninapenda. Biblia inasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kila mmoja, kila Mkristo, kila mwamini, kila mtumishi hupewa ufunuo wa Roho, hupewa karama za Roho, hupewa madhihirisho ya Roho kwa lengo la kufaidiana. To each and everyone the gift of the Spirit is given for the common good. Kwa kila mmoja wetu, yani wewe hapo ulipo, hivyo hivyo ulivyo, hata kama una wokovu wa siku nyingi, hata kama hujasoma, hata kama hujaenda chuo cha Biblia, hata kama unajidharau, hata kama hujawahi kuhubiri, nataka nikwambie Mungu
anayo karama kwa ajili yako. Hebu sema tena amen. Sema tena amen. Huduma na karama za Mungu zipo nyingi na za aina mbalimbali. Sawasawa na Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 4 inasema pana karama mbalimbali, Roho ni yule yule. Alafu anasema pana huduma mbalimbali, mstari wa 5, lakini Bwana Yesu ni yule yule. Pia pana kundi la huduma za utenda kazi, lakini Mungu Baba ni yule yule. Sasa kuna makundi mbalimbali, lakini mkazo wangu katika mfululizo wa awamu hii ni karama hizi 9 tu za Roho Mtakatifu. Katika kujifunza karama hizi ni muhimu pia kufahamu kwamba sisi sote ni mwili wa Kristo, na sisi sote ni muhimu mbele za Mungu na kanisa, na sisi sote tunahitajiana. Tena sisi sote ni viungo tofauti, kila mmoja katika Kristo, ambaye Kristo ndiyo kichwa, sawasawa na Warumi sura ya 12 mstari wa 5. Sisi sote tu viungo. Huyu ni mkono, huyu ni mguu, huyu ni pua, huyu ni sikio. Nafasi yako katika mwili wa Kristo usidharau. Hata kama una nafasi ya kutokuonekana, lakini bado wewe ni wa muhimu, bado wewe ni wa thamani sana, bado wewe una nguvu na nafasi ya tofauti katika mwili wa Kristo. Na sisi ni mawe na sio matofali. We are stones and not bricks. Wa Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 5 inasema sisi ni mawe katika mwili wa Kristo. Naomba nikusomee Petro wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 4 mpaka wa 5. Kuna kitu cha tofauti sana ambacho ninatamani wote tukielewe. Waraka wa kwanza wa mtume Petro sura ile ya 2 mstari ule wa 4 na wa 5, Biblia inasema maneno haya: mwende yeye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule, lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, sio kama matofali, kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, kwa njia ya Yesu Kristo. Pendwa mtazamaji, tofali kama tofali lina vipimo sawa. Tukichukua tofali la kwanza litakuwa na vipimo, huenda hili la inchi 5 au la inchi 6. Tukitengeneza tofali la pili litakuwa na kipimo kile kile, kama tutatumia mashine ile ile. Kwa hiyo matofali yana mfanano, matofali yana uniformity, maadam kifaa kilichotumikia kufyatua ni kile kile chenye vipimo vile vile. Sasa Biblia haisemi sisi ni matofali katika nyumba ya Mungu, inatuita kama mawe. Mawe kwa sababu mawe hayana mfanano. Hili litakuwa lina shepu hii, hili litakuwa lina shepu hii, hili litakuwa lina ukubwa huu, hili litakuwa na mtazamo huu, lakini yote kwa pamoja yana kazi katika ujenzi wa nyumba. Sasa wewe na mimi hatufanani, tumepewa vipawa na karama tofauti tofauti, ila wote kwa pamoja ni wa muhimu. Wote kwa pamoja tunatija katika mwili wa Kristo. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu, na kila mmoja aenende sawasawa na neema aliyopewa. Kila mmoja aenende sawasawa na wito aliyopewa, maana iko neema ya tofauti katika kumtumikia Bwana. Hebu sema tena amina. Na Mungu akujaze katika jina la Yesu. Mungu akujaze katika jina la Yesu. Mungu akujaze katika jina la Yesu. Sema tena amen. Sisi ni mawe katika nyumba ya Kristo. Ninapomalizia ndani ya dakika hizi kama 5 hadi 8 zilizobakia, ninaomba nitaje mambo kadhaa. Kwa nini unafundisha somo hili, mchungaji Kabuta? Ninalifundisha somo hili kwa sababu ya malengo makubwa kama 4. Yaani mfululizo huu ambao unakujia kila siku ya Ijumaa kupitia NYTV una malengo makubwa 4 ndani ya somo hili la karama za Roho Mtakatifu. Niko hapa kukufundisha moja, ili kuzifahamu karama za Roho Mtakatifu kwa kina, namna zinavyofanya kazi,
utofauti wa karama moja na nyingine, lakini namna zinavyoingiliana. Namba 2, niko hapa kukufundisha. Lengo la somo langu la pili ni kukuza uelewa wa karama za Roho Mtakatifu. Kukuza, yawezekana unao, lakini nataka nikuongezee. Wewe una kitu ndani yako. Niko hapa kukuza uelewa ulionao, lakini lengo la tatu ni kukupa kiu, kukupa hamasa, kukupa shauku ya karama hizi. Ninapokueleza matokeo yake, ninapokueleza faida za karama, ninapokueleza umuhimu wake, ninapokupa shuhuda ya karama mbalimbali, lengo langu ni wewe kupata kiu ndani ya moyo wako na hamasa, ili uweze kwenda mbele za Bwana ukaombe Mungu akujaze zaidi. Na kila ombi utakalolipeleka kuanzia sasa, nasema likajibiwe katika jina la Yesu. Nasema likajibiwe katika jina la Yesu. Haleluya. Karama za Roho Mtakatifu. Ninakuletea somo hili, lengo la tatu ni kukuletea kiu, kukupa kiu, kukupa hamasa, kukupa njaa ndani ya moyo wako. Na Mathayo 5:6 inasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye njaa na kiu ya karama, heri wenye njaa na kiu ya huduma, heri wenye hamasa na shauku ya vipawa na karama, maana hao watajazwa kwa hakika. Na Mungu anasema katika kitabu cha Luka, ikiwa nyinyi waovu mnapoombwa mikate na watoto wenu, mnawapa mikate na sio mawe. Mnapoombwa samaki na watoto wenu, mnawapa samaki na sio nyoka. Je, Mungu Baba yenu wa mbinguni sio zaidi kuwapa nyie kile muombacho? Hakika atawapa Roho Mtakatifu, hakika atawapa karama zake. Na wewe unapoenda mbele za Bwana, baada ya kiu hii kupaliliwa ndani yako, nasema Bwana akujaze katika jina la Yesu. Nasema Mungu akujaze katika jina la Yesu. Nasema Bwana akuinue katika jina la Yesu. Sema tena amen. Malengo ya somo langu katika kipindi hiki kinachokujia kupitia NYTV, lengo la 5, lengo la 4 ni kumletea Bwana mavuno. Kwa hiyo malengo ya somo yangu ni 4. Kwanza, kuzifahamu karama za Roho Mtakatifu. 2, kukuza uelewa wa karama zake maishani mwako. 3, kukuletea kiu na shauku ya karama. 4, ni kumletea Bwana mavuno. Haya ndiyo malengo makubwa 4 nilionayo. Unayenitazama katika kipindi hiki, kwa nini Mchungaji Kabuta tuzipate karama za Roho Mtakatifu? Uko muhimu gani wa karama za Roho Mtakatifu? Karama za Roho Mtakatifu ni za muhimu sana katika maisha yako, kwa sababu kwanza ni vitendea kazi vya huduma ndani na nje ya kanisa. Hizi ni zana. Karama za Roho Mtakatifu ni kama zana katika huduma. Gereji yoyote inayokuwa gereji bila tools box, bila kuwa na sanduku la vitendea kazi, hiyo sio garage. Hospitali yoyote inayokuwa hospitali pasipo vitendea kazi sio hospitali. Huduma yoyote inayoitwa huduma bila vitendea kazi, bila zana hizi, bila nyenzo hizi, karama za Roho, haitakuwa na matokeo mazuri. Karama za Roho Mtakatifu zina umuhimu mkubwa ndani ya kanisa, kwa sababu ni vitendea kazi vya huduma ndani na nje ya kanisa. Lakini namba 2, umuhimu wa karama za Roho Mtakatifu ni ulinzi ndani ya kanisa. Tunapokuwa na karama za kuona, kama vile neno la maarifa, kama vile neno la hekima, kama vile kupambanua roho, kama vile unabii na kadhalika, kama karama ya imani na matendo ya miujiza, ni ulinzi ndani ya kanisa. Kanisa linakuwa salama. Bila hivyo hatutakuwa salama. Na ndiyo maana ninamwomba Mungu makusanyiko yetu tulionayo yasivamiwe na adui Shetani, roho ya maigizo, roho ya imani potofu, nabii wa uongo na mapando ya kuzimu yasikanyage madhabahuni. Karama ziwe macho, zitusaidie kuona kinachoendelea. Na muomba Bwana kwa ajili ya kanisa la Tanzania ndani ya madhehebu mbalimbali,
Roho awe mwingi na karama hizi zikawe halisi katika jina la Yesu Kristo. Lakini umuhimu namba 3, kwa mujibu wa Biblia, karama zinapokuwepo kanisani zinaleta majibu kwa kanisa na waaminio. Huyu anahitaji kuponywa, karama za uponyaji zinamponya. Huyu anahitaji kufunguliwa, karama za matendo ya miujiza zinamfungua. Huyu anahitaji majibu na mwelekeo kutoka kwa Bwana. Neno la maarifa linafanya kazi. Nataka nikwambie, Mungu ana mpango na wewe katika jina la Yesu Kristo. Karama zikiwepo italeta ushindi ndani ya kanisa. Karama zikiwepo zitaleta kujengeka kiroho na makuzi ya kiroho ndani ya kanisa. Kanisa bila karama halitafanikiwa. Kanisa bila karama hatutafika mbali. Kanisa bila karama hatutakuwa salama. Na ndiyo maana ninakuombea karama za Roho Mtakatifu ziwepo kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ninapomalizia, unaweza ukajiuliza swali, Mchungaji Kabuta wa kanisa la TAG hapo Dar es Salaam Goba, mbona hizi karama unazozizungumza hivi ziko paka na leo? Ndio, zipo na zinafanya kazi. Katika kipindi kinachofuata nitakueleza kwa nini karama hizi hazifanyi kazi kwa wengi leo. Nitakueleza kwa nini hazina madhihirisho makubwa, wapi tunapokwama. Ninaomba ufungulie kipindi kijacho katika channel hii. Utaingia YouTube tena, utafuatilia NYTV, utakuta kipindi kimeandikwa karama za Roho Mtakatifu sehemu ya 2, kinachofundishwa na Mchungaji Hannington Kabuta. Ninapomalizia wakati huu, mimi Mchungaji Kabuta nimenena nawe kwa habari ya karama za Roho Mtakatifu. Katika kipindi hiki cha kwanza nimekuwekea tu msingi wa karama hizi. Nimezungumza muktadha wa andiko wa Korinto wa kwanza sura ya 12. Nimekuletea utangulizi mzuri, nimekueleza malengo ya somo na umuhimu wa karama za Roho Mtakatifu. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Nataka nikuombee hapo hapo ulipo. Pokea baraka za Mungu, pokea neema ya Mungu, pokea ulinzi wa Mungu katika jina la Yesu. Mungu akubariki hata sasa na milele. Amen, amen, amen. Fuatana nami kwenye kipindi kinachofuata. Bye bye na Mungu akubariki sana. Amen.